Kwa kweli kafanya vizuri sana katika maeneo yale ya Los Angeles kule. Matokeo yakawa mazuri kiasi kwamba mpaka uongozi wa kitaifa ukasema tunahitaji hiki kitu kitumike vizuri kwenye nchi ya Marekani. Na redio zingine zikapewa sasa ma frequency ili jambo liendelee, maana content yake ilikuwa mbaraka kwa taifa pia. Bwana asifiwe. Na ndipo baada ya kufaulu upande wa redio wakafika mahali wakasema, kwa nini tusiweke sasa iwe katika machapisho pia, ili pia hata wengine wasio na access ya mambo ya redio na hivi wapate nakala, maana lengo ni kumfikia kila kiumbe kama pastor alivyotupatia lile fungu pale. Mwaka 1930 mchakato ukaanza wa kuweka kwenye maandishi hivi sasa masomo. Na unajua kama matokeo yake masomo hayo yakiendelea kufanya vizuri, na hata leo nikiongea nanyi ni katika baadhi ya nchi kweli unakuta sauti ya unabii nguvu yake inaweza ikawa sio kubwa sana, kama haifahamiki hivi, lakini kuna baadhi ya maeneo ni taasisi kabisa kubwa inayojitegemea yenye nguvu na kila kitu chake. Baadaye nitasema kidogo. Sasa wiki wa 1930 leo ni 2000 na ngapi? Na 26. Wale tuliopata A kwenye hesabu ni miaka mingapi? Miaka mingapi iliyopita? Wote tulipata F jamani, kanda hii. Tumia calculator basi unachangamka unakuwa mjanja. 96. Bwana asifiwe. Miaka 96 iliyopita hii kitu ipo. So unaona ni miaka mingi. Pastor unataka kutuambia nini mambo ya miaka 96? Ninachotaka kusema ni hiki. Kitengo hiki cha sauti ya unabii kwa umri wake utagundua kimejaribiwa na kujaribiwa, kimeboreshwa na kuboreshwa kulingana na uhitaji wake, kimefanyiwa kazi kwa namna nyingi na kwa namna mbalimbali, hata sasa mahali ambapo kwa kweli tupo tukiwa na hazina hii ya masomo haya. Kwa kweli kama kuna kitu cha pekee yake ambacho sasa kanisa kinacho kama hazina, ni habari nzima ya masomo ya sauti ya unabii. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na niseme tu ya kwamba masomo ya sauti ya unabii yameendelea kuwa mbaraka sana, na kadiri tutakavyoendelea nitaendelea kulisema hili hata tutaelewa. Sasa tuingie katika sehemu tu ya utangulizi. Hii sehemu yangu ya utangulizi hii nitaifanya tu ni kama mkazo fulani hivi na kama matangazo fulani ndani yake hivi, ila baada ya wasilisho hili nitaingia sasa kwenye wasilisho rasmi la kiutendaji kuhusiana na sauti ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa injili kwa njia ya masomo ya sauti ya unabii. Wapendwa, kama nilivyotangulia kusema habari ya miaka yake tangu mianzo yake, ukweli tu ni kwamba ni moja ya mbinu ya siku nyingi sana ya kiuinjilisti inayotumiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni kote, maalum kabisa kumfikia kila kiumbe kwa urahisi katika eneo aliloko. Sasa mbinu hii ikipewa kipaumbele na kuwekewa mkakati mzuri, ina uwezo wa kuleta matokeo makubwa na ya ajabu katika mpango mzima wa uongoaji wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na agizo la Bwana wetu Yesu Kristo
alipokuwa hapa duniani akiagana na wanafunzi wake aliwaambia ilikuwa ni habari ya kwenda na kuwafanya wengine kuwa nani? Wanafunzi. Sasa katika habari ya kitabu cha Mathayo 28:19 anaposema kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi kwa kuzingatia mgawanyiko wa kila taifa, kabila, lugha na nini? Na jamaa, kama inavyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari ule wa 7. Lakini agizo hili ni agizo hili ambalo utaona linahitimishwa kwa kishindo kupitia ujumbe wa malaika watatu, kama nabii anavyoonyesha katika Ufunuo 14 mstari wa 6 mpaka wa 12, Ufunuo 18 mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Lakini humtaka kila muumini ama mshiriki mmoja mmoja kuhusika kumfikia mtu mmoja kwa kufuata maelekezo ya Yesu. Nimekuwekea hapo vitabu vya kusoma. Ukisoma Marko 6:7, ukisoma Luka 4:40 mpaka 41, ukisoma Luka 9 mstari wa kwanza mpaka wa 6, ukisoma Luka 10 mstari wa kwanza mpaka wa pili, Mathayo 10 mstari wa 16 mpaka 23, utagundua wakati Yesu akihusikana na kuwaponya hawa, si lengo tu kwamba lilikuwa kuwaponya kimwili, lakini zaidi sana ilikuwa kuwaponya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Aha. Sasa Mama White anayo maneno ya kutuambia hapa katika kitabu cha The Ministry of Healing, huduma ya uponyaji, ukurasa ule wa 143. Aliandika kuwa mbinu za Kristo peke yake zaweza kutoa mafanikio ya kweli katika kuwafikia watu. Mwokozi alichangamana na watu. Haleluya. Kama mmoja aliyewatakia mema, aliwaonesha huruma yake, akahudumia mahitaji yao. Bwana Yesu asifiwe. Akawafanya wamwamini yeye, kisha akawaambia, nifuateni mimi. Sasa hapa ndipo ambapo pana hoja ya msingi wa pendo. Katika habari nzima ya sauti ya unabii, vile utakuja kugundua muda si mrefu, inahusikana na mtu mmoja mmoja, na ni kwa mbinu hii ya Yesu Kristo aliyoitumia, ikitumiwa vizuri, matokeo chanya yataonekana. Haleluya. Sasa sikiliza, Yesu alichangamana na watu. Ninawafahamu watu mahali, lakini sio huku Mpanda tu, sehemu zingine huko. Hata msiba ukitokea kwa jirani yake huko maeneo ya karibu tu kwenye mtaa wao hapo, vile tu sio wa Adventista mwenzie, hana time. Hana nini? Time. Anaendelea na mambo yake. Wengine huko, lakini sio huko Mpanda. Sawa? Mfano labda nikusogelee karibu zaidi. Anakuja Muislamu au mtu wa Jumapili, tena Catholic, ana fomu, anasema wanataka wana ujenzi wa kanisa, wanaomba mwasapoti ujenzi wa nini? Wa kanisa. Au anakuja Muislamu kama hapa, na nyinyi mna ujenzi, wanaleta na wao barua yao, wanaomba wasaidiwe, wana ujenzi wa msikiti, tujenge nini? Msikiti. Mvua zikinyesha zinatusumbua pale kwetu, tunaomba jamani support. Tunafanyeje hapo? Watu wa Mpanda tunafanyeje? Nimewachanganya kabisa, nilipoweka na la msikiti. Wengine wanasema tujenge tena msikiti sisi wa Sabato. Tujenge tena Katoliki na sisi ni wa Sabato. Sikiliza. Tutawezaje kuwapata ikiwa hatuchangamani nao? Mzee, tutawezaje kuwapata ikiwa hatuchangamani nao? Misiba yao hatuendi wakati fulani. Wengine hata kwenye sherehe za harusi akiletewa kadi vile hawasiwezi kwa sababu. Tutawezaje kuwapata ikiwa hatuchangamani nao? Sasa sikiliza,
Sikiliza, ikiwa hatuchangamani nao, ngoja niwape mfano ambao mimi ulinikuta. Pastor, nilikuwa ninachunga mtaa mmoja miaka ya nyuma kidogo huko Mwanza, ambapo sasa unaitwa mtaa wa Mwanza Central. Mwanza Central pale zamani ilikuwa inaitwa Mabatini. Nikiwa pale hapo juu mlimani hivi, Mwanza imezungukwa na milima. Wakaja Waislamu wakanifikia, wanafomu, wanataka mchango wa simenti, na tena wanasema kabisa, tumejaribu namna nyingi kwingine, lakini tunaamini Wasabato ninyi ni watu wema, mtatusaidia, tunaomba mtusaidie simenti. Amekuja yule swindo, alikuwa kiongozi wa msikiti, ni kama na nini, na mpaka sasa mmefanya nini na nini. Basi akaniambia, kwa kweli tunawategemea kama majirani zetu, mtusaidie. Kaambia basi niachie na mimi nifanye kazi. Sasa lazima ukiwa mchungaji ujue aina ya watu unaowaongoza watalipokeaje. Si unaona hata hapa tu limepokelewa tofauti ndipo liweka. Watalipokeaje? Watalielewa hili? Sasa hebu nianze na wazee. Wazee walikuwa 6. 3 wakaelewa, 3 wakasema hii tuachane na hiki kitu. Hebu tuendelee na vitu vyetu. Wakakataa kabisa. Sasa ukiwa mchungaji una wazee 6 au una wazee 3, kama una 3, 2 wakaelewa jambo, 1 hajaelewa, usifike mahali ukaharakisha sana ukasema kwa sababu huyu haelewi ataelewa baadaye sisi tuendelee. Uwe na tahadhari. Sawa uwe na tahadhari. Kama ni 3 wameelewa, 3 hawajaelewa, ni kazi ya hawa 3 walioelewa kuwasaidia hawa 3 ambao hawajaelewa ili na wao waelewe. Mkielewa wote pamoja mnaenda vizuri. Kwa hiyo tukawa na kazi, mchungaji na 3 wazee, kuendelea kutoa elimu zaidi ya kiuinjilisti sasa kwa hawa wenzetu 3. Hatimaye tukapatana. Haleluya. Kasema sasa kama kweli mnalenga huko ni sawa. Kaenda sasa kwa kanisa, mwenyewe likawa namna hiyo. Kasimama kwanza, nikaanza kufundisha kwanza. Nikafundisha habari ya uinjilisti na namna ya kuwafikia watu. Haleluya. Na nikasema tayari tumepewa mtaji pamoja na ugumu wao mnaousema, inawezekana tukawafikia. Kwa hiyo nataka niweke hapa Harambee tukusanye sadaka ya kwenda kujenga msikiti. Naona mnawachanganya hata nini. Nikaweka Harambee mimi pale kanisani. Siku ya Sabato watu wakatoa, tukapata mifuko 32 ya sementi. Tukaambia jamani, sasa leteni gari tuwapelekea. Mshiriki mmoja akasema mimi nitawapa gari tu, wao waseme zinaenda wapi. Basi sementi ikapelekwa mpaka pale. Walipokea kwa shangwe. Sema Wasabato hawa ni ndugu zetu hawa. Sabato. Ndio wanasema Sabato imo mpaka na kwenye Qur'ani. Wakaanza kupanga. Sabato. Ni moyo unasema haleluya. Basi wakapokea ile sementi siku ile, wakamuita shehe wa mkoa. Wakati wamenakshi tumependeza waje wa uzinduzi sasa. Ile uzinduzi ule sasa, tunajua alikuwa na mimi nikaalikwa. Nikaenda. Kuingia pale, nikatafuta na mzee mmoja na twende. Tukaenda. Tulipoenda pale tukatambulishwa kwa heshima sana. Na wale watu kwenye mambo ya chakula, si unajua, weka vyakula hapo meza, chini kwenye mkeka tukatumia sana. Baadaye nikamwambia jamani, ninyi ni ndugu zetu. Sisi Wasabato tunawapenda mno. Tena ngoja niwaambie, unajua hata ukiangalia mnavyoamini na sisi tunavyoamini, kuna vitu vichache sana vinavyotofautisha.
Nikamwambia, najua hamli nguruwe. Sisi pia hatuli nguruwe. Pombe sisi pia. Nikajaribu kuweka vitu ambavyo kwa kweli tunafanana nao sana. Yote nikavimention hapo. Kama sasa ikiwapendeza, kama ambavyo unaona mimi nimekuja na mzee wa kanisa, wiki ijayo tunaanza makambi. Karibuni kwenye Idi ya vibanda hapo. Idi. Jamani, Idi karibuni. Wakasema shehe mwenyewe yule aliyekuja kutafuta msaada. Akasema, umemaliza mchungaji? Umemaliza. Tutakuja. Na shehe wa mkoa aliposimama akasema, tafadhali wala msiache kwenda kwa ndugu zenu hawa. Nendeni. Si ndio wakaja sasa. Yaani makambi bwana, nilikuwa na mchungaji mmoja Matata. Aligonga gospel na alipowaona hivi sasa, kukatisha kisa, hawakurudi wote msikitini. Tukabatiza wa kutosha. Lakini kutokea kwenye nini? Kwenye simenti ambayo ilitusumbua kweli kwa wengine wanasema hapana. Utawezaje kuwapata ikiwa hauchangamani nao? Na kwa kweli nasikitisha kama msiba unatokea hauende eti kisa ni imani tofauti na yao. Harusi wanakualika kushiriki. Tuchangamane nao. Bwana asifiwe. Amen. Yesu Kristo alichangamana na watu. Aliwahurumia. Bwana asifiwe. Alishughulika na mahitaji yao. Tena si katika nia mbaya, alikuwa akiwatakia mema. Aliwaonesha huruma yake, akahudumia mahitaji yao, akawafanya wamwamini yeye. Kisha akamwambia, tunifuateni, na walimfuata. Sasa tuendelee kidogo mbele. Pamoja na matukio kadhaa ndani ya Biblia. Nataka tu nikwambie, pamoja na matukio kadhaa ndani ya Biblia yanayoonyesha Yesu akihudumia makundi makubwa ya watu, kama vile Mathayo 14 mstari wa 13 mpaka wa 21, pale alipowalisha watu wanaume 5,000. Biblia bado inamshuhudia akijishughulisha na mtu mmoja mmoja na kumfanya mfuasi anayeingia kazini kutoa ushuhuda kwa ajili ya yale aliyomtendea. Mfano mzuri ni wa mwanamke Msamaria katika kitabu cha Yohana sura 3 aya ya 1 mpaka ya 12, Yohana sura 4 aya ya 7 mpaka 30 pale, Marko 5 kuna huyo aliyekuwa amepoza, Marko 5:18 mpaka 19 hapo. Hawa wote ukisoma habari zao utagundua Mwokozi wetu Yesu Kristo aliwahudumia wakiwa mmoja. Wengine hao walikuwa wengi, na wengine mahali amewahudumia wakiwa wengi, lakini haikuondoa huduma yake kwa mtu mmoja. Na hapo utamuona kwa mwanamke Msamaria, utamuona akimhudumia yule aliyekuwa amepoza mmoja. Na ni katika muktadha huu sasa, wapendwa washiriki kanda hii ya wapi Mpanda Katavi, wote tunaitwa kuingia kazini, aidha kwa makundi ya watu wawili au kila mmoja kuhusika kusomesha mtu walau mmoja. Walau ngapi? Mmoja, masomo ya sauti ya unabii. Yaani hapo umekwama, walau ngapi? Mmoja. Sasa uwepo wa masomo, Pastor amelisema pia hili, uwepo wa masomo kulingana na uhitaji katika eneo letu. Napenda niwaambie wapendwa, uwepo wa masomo kulingana na uhitaji katika eneo la kazi, sisi VP tunahudumia union zote mbili. Yaani union ya kaskazini mwa Tanzania na union yetu hii ya kusini mwa Tanzania. Lakini habari njema ni hii. Kwa sasa tuna masomo ya kutosha mengi mno. Na habari njema, wiki hii na ijayo kwa upande wa STUMU masomo yatakuwa yamefika katika ABC zetu zote, Pastor. Hivi tunavyoongea, kesho pale Sumbawanga yataingia masomo ya kutosha. Lakini katika ABC zingine zote yameshafika. Sijajua ABC ya hapa Mpanda. Kuna ABC ya hapa? ABC manager wa hapa yupo? Yamefika kwako? Bado hata hujapata taarifa kwamba yanakuja? Hujapata?
Simu zako unazima sana wewe itakuwa. Ziko on. Lakini basi utapokea masomo kati ya hizi siku. Wiki hii haitaisha. Masomo tunakusudia yawe yamefika katika ABC zote 68 zilizoko Union ya Kusini wa Tanzania. Kule kaskazini tunaendelea kuwasiliana nao na kwenyewe pia masomo yafike kule, maana pamekuwa na kilio kikuu juu ya masomo yanavyopatikana. Kabla ya hapo masomo yalikuwa yanapatikana kupitia ofisi yetu hapo DOP Morogoro. Ni mpaka uwasiliane na mimi, uweke pesa kwenye akaunti, upige, uskani ile pen slip, uitume kwangu, na ukiituma kwangu mimi nikijiridhisha fedha zimeingia hapo, ninatuma masomo. Yakiwa machache chini ya 500, inabidi uweke gharama ya kuyasafirisha. Lakini yakiwa 500 na kuendelea, sisi VOP tulikuwa tunakusafirishia mpaka eneo lako. Kwa sasa masomo tumeyasogeza karibu nawe katika ABC zote zilizoko Union ya Kusini. Kwa hiyo ni wewe tu sasa kukaa mkao kwa kuwafikia wengine kwa kusudi la Injili kwa njia ya masomo haya. Sasa upande wetu kusini huku sasa, ambako tayari masomo tumeyaleta katika ABC zote. Na hiki kilikuwa kilio changu sana, na baada ya kuona ni hitaji kuu, nimekuwa kwa kweli kwenye mazungumzo sana na viongozi wetu, na wao ni wasikivu, na kwa kweli nimebarikiwa kwa jinsi ambavyo tumefika mahali pa kubaliana masomo yaweze kufanya nini? Yaweze kuwepo kwenye maduka yetu. Bwana asifiwe. Upande wetu ni vizuri sasa tufanye jitihada za makusudi ili kila kanisa liwe na masomo ya kutosha. Tusije tukakosa masomo haya katika mpango mzima wa Injili mwaka huu, katika maandalizi ya mkutano mfano wa Njombe Net Event na mwakani One Voice 27. Kule wenzetu kaskazini niwaambie tu, wanajiandaa na Njombe Net Event. Lakini zaidi pia sana wana mkutano mkubwa utakaorushwa kutokea pale mwakani huu wa sauti moja ama One Voice 27. Sauti, tunasema kwa Kiswahili sauti moja utume kwa wote. Bwana asifiwe. Sauti moja 27 utume kwa wote. Ni mkutano ambao pia utarushwa kutokea jijini Mwanza, kama ambavyo sisi tutarusha kutokea Njombe kutokea pale Njombe mikutano hii ya Njombe Net Event. Bwana asifiwe. Sasa habari ya One Voice nisingependa kuendelea kuisemea sana kwa sasa. Ninajua mmeendelea kufanya uzinduzi ama mipango inaendelea na yataendelea kufanyika, fafanuzi zitaendelea kutolewa vizuri. Sasa hoja yangu tu ni kwamba kule wenzetu kaskazini wanaagiza masomo kwa wingi kuliko kawaida. Yaani kama pasa alivyosema kwamba ni kama na njozi fulani hivi field yetu hii iwe na mafuriko ya masomo. Bwana asifiwe. Sasa kule wenzetu wanaagiza masomo kwa wingi. Field conferences, na wamenia kufungua madarasa ya kutosha kuelekea One Voice, kuelekea Njombe Net Event. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tukizubaa kwa kweli tunaweza kujikuta wakati fulani masomo vile yamekaa tu tena kwenye ABC hizo, tunayachukua tena tunayahamishia kwenye. Tunayachukua tena tunayalazimika tuyapeleke sehemu zingine, maana yamekaa tu hayafanyiwi nini? Kazi. Sasa bei ya masomo menyewe yale ya awali yanauzwa shilingi 3,000. Sasa nikisema somo ninamaanisha ile seti. Ile seti moja ndani yake ina masomo 20. Bwana asifiwe. Inauzwa shilingi 3,000. Cheti chake shilingi 1,000. Alafu yale masomo ya sehemu ya pili yenyewe kidogo ni makubwa kidogo, yanauzwa shilingi 3,600. Na cheti chake shilingi 1,000, jumla 4,600. Kwa hiyo unatakiwa umsomeshe mwanafunzi sehemu ya awali, akimaliza akihitimu anapewa cheti. Bwana asifiwe. Sehemu ya pili hivyo hivyo, akihitimu anapewa nini? Cheti. Haleluya.
Sasa nilidhani hata sikutembea na sample zangu hapa, niliamini zitakuwa masomo yatakuwa yameshafika hapa. Nimetekewa ABC manager hapa, hata tu kujua masomo yanakuja kwake hajui. Sijajua kumetokea shida gani huko, maana nilidhani mpango ilikuwa Ijumaa hii ya juzi masomo yawe kwenye ABC zote. Lakini nilipowasiliana nao wakaniambia, tafadhali, kulikuwa na mpango wa vitabu ambavyo tunavituma kwenye ABC zetu ili kupunguza gharama, tulitamani viende vyote wiki hii. Kwa ndo tumekubaliana mpaka Ijumaa basi masomo yote yao yamefika kwenye ABC zetu. Kwa hiyo tuna imani mtapokea tu hayo masomo. Namna ya kuyapata masomo hii ilikuwa njia ya awali, ilikuwa unaweka pesa kwenye akaunti ya VOP ikiwa pamoja na pesa ya kusafirishia, scan hiyo payment slip na kuituma kwa VOP director kwa simu namba hizo, utatumiwa masomo yako siku hiyo hiyo. Akaunti namba yetu ilikuwa ni hiyo na ndio hiyo hata sasa, lakini kwa sasa masomo yanapatikana katika maduka yetu. Mwishoni mwa wiki hii vyeti na masomo yatakuwa yamefika katika ABC zote zilizopo upande wa nashukuru hapa mzee na huyo mzee nani anayo? Mzee Amos. Mzee na baadhi ya masomo hapa yameshafunguliwa. Lakini basi anakuwa katika sura hii. Bwana asifiwe. Haya ni ya sehemu ya awali. Yale ya sehemu ya pili yanakuwa na rangi fulani ya brown. Na sehemu ya pili imejengwa katika unabii. Na ni masomo makini sana. Baadaye nitakapofika kwenye sehemu ya pili ikiwa ninakaza sasa vitu hapa, maana sasa hivi niwaambia ninaweka tu kama taarifa na matangazo au awareness fulani hivi, alafu baadaye ndio niingie kwenye kiini chenyewe. Kwa hiyo masomo yale yako namna hii, ni mazuri, yanavutia hata kuwepo mikononi mwa mtu. Yameboreshwa kutoka kwenye yale ya awali yaliyokuwepo ya black and white ambayo tulijikuta wakati fulani tunayaona hata yakifungiwa vitumbua huko barabarani, ilikuwa ni maumivu sana. Lakini sasa walau jitihada zilifanywa, hatimaye yako kwenye sura ya namna kama hii. Kwa hiyo kunakuwa na seti ambayo imefungwa ina masomo 20, hiyo ndio inauzwa shilingi 3000. Somo la kwanza mpaka la 20. Bwana asifiwe. Alafu Bwana asifiwe. Kwa hiyo nenda katika duka letu lililo karibu nawe, kachukue masomo yako ya kutosha ukiwa na pesa mkononi. Hata kama oda yako yaweza ikuwa labda ni kubwa na pale kwenye ABC masomo yaliyopo ni machache, bado mwambie tu huyo ABC manager wasiliane na manager wake wa HHES. Maana sasa tunafanya kazi sisi na HHES. HHES wao ndio wasambazaji wetu. Sisi tunaweka mzigo kwao, wao wanasambaza kwenye maduka yao haya. Na wewe utapata mzigo pale. Wao wakitindikiwa wanatujulisha sisi, tunaweka mzigo pale. Na tuna imani vile tumeweka masomo karibu nanyi na elimu hizi sasa tunaendelea kuzitoa, tuna imani patakuwa na matokeo makubwa zaidi. Hata kama oda yako ni kubwa, wewe weka tu taarifa yako hapo na mambo yatakwenda sawa. Sasa changamoto zilizokuwepo ni hizi hapa. Uzoefu wa nyuma wa kutopatikana kiurahisi kwa masomo ulipoteza hamu ya watu kujihusisha. Si ni kweli? Sasa nataka tu niwatangazie, ndio maana nimekuja hapa. Tunapenda kuambia sasa masomo yapo tena ya kutosha, karibu kabisa na wewe kwenye ABC yako. Haleluya. Lakini changamoto nyingine ilikuwa masomo kupatikana kutokea Morogoro tu. Ndio hiyo ninakwambia sasa katika ABC zote utayapata. Washiriki wengi kutojali mpango huu kama njia bora ya kuwafikia wengine kwa kusudi la Injili. Elimu inahitajika, ndio maana tupo hapa. Na niwaambie tu, uzoefu unaonyesha hivi, tafiti zimefanyika, ushuhuda zimetolewa ya kwamba kwa kweli ndani ya kanisa wengi wa walioamini kupitia masomo ya sauti ya unabii, zije dhoruba, zije pepo, jua liwake, mvua zinyeshe, wao wanakaa.
Maana tuna wimbi leo watu kwamba wanaingia kwa mlango wa mbele kanisani, wanatoka kwa mlango wa nyuma, lakini walioamini kwa njia ya masomo ya sauti ya unabii wao wanakaa. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto za kiuchumi kwa baadhi ya washiriki. Yapo angelitamani kuwa na wanafunzi. Hili nalo lipo kwa baadhi, uchumi hauwezekaniki kabisa kwamba watamudu kununua, lakini masomo yetu yako bei chini hivi. Tuna mapendekezo kwamba makanisa, fields na conferences wawe na mpango maalum wa kuwa na masomo haya. Bajeti ziwekwe kwa ajili ya kuwa na hazina ya masomo, na wale ambao huenda hawana uwezo pale kwenye kanisa mahalia, basi waweze kupata masomo na kwenda. Haleluya. Lakini hata hivyo tuna imani mtu kwa mwaka mzima, hata ukijinyima milo 3-4 utaikosa shilingi 4,000 ya kusomesha mwanafunzi, utaipata. Haleluya. Kutokuwepo na elimu ya kutosha namna ya kufanya uinjilisti kwa njia ya sauti ya unabii, tukidhani watu wetu wanafahamu tu. Sasa hapa ndo nikawa nasema mkurugenzi na wachungaji na viongozi wengine mtusaidie. Ningeliuliza hapa, ni nani hapa ambaye amewahi kusomesha wanafunzi? Asante sana. Mungu awabariki sana. Ninajua huenda kila mtu alikuwa akifanya vile anaweza ama ambavyo anadhani ni bora. Sasa hapa kuna kitu cha msingi sana ambacho ninatamani nikiseme. Unaona hii pakti ambayo mzee amenipatia hapa, japo imefunguliwa, hatushauri wewe mwalimu sasa ambaye unakwenda kusomesha uchukue ile seti nzima yenye masomo 20 halafu uipeleke yote kwa mwanafunzi wako hivi. Sio, mnanielewa? Badala yake tunashauri chukua somo moja. Yako mengine yanakwenda sambamba mawili. Waweza kukuta somo la 2 na la 3 zinakwenda pamoja na maswali yake pale. Hayo unayachukua la kwanza na la 2 unampelekea. Akifanya, akimaliza, akikupatia kwa habari ya mpango wa usahihishaji uliowekwa sasa, ambao nitaweka, ambao tunaupendekeza hapo. Wakisahihisha unamrudishia mwanafunzi wako. Haleluya. Wakati huo unampa somo linalofuata. Kwa nini somo moja na sio pakti yote nzima? Lengo kwa kweli si kujibu maswali au kupata maksi nyingi, lakini lengo ni kumfanya huyu mwanafunzi awe na concentration kubwa katika usomaji wa neno la Mungu. Ukimpatia paketi hizo zote hata 2, anaweza akazifanya ndani ya masaa 3 na akakujibia maswali yote na akakupa kabisa. Sio, unanielewa? Anaweza akapata hata sehemu kubwa tu hata bila kusoma kilichomo. Sasa lengo ni kwamba ajifunze maandiko. Haleluya. Kwa hiyo akichukua kile kimoja atakirudia na kukirudia. Akianza na maswali yale kuyajibu. Tena mtu mmoja katika ushuhuda juzi nikiwa Njombe, nikafurahi sana mawazo yake. Yeye akasema, mimi pastor nikienda, hebu sikiliza ninachokifanya. Labda nakosea, nikamwambia bado kiko vizuri. Mimi nachukua somo moja kama ulivyonipendekezea hapo. Lakini hata lile somo ninalipeleka likiwa ninatoa lile na kipengele cha maswali ninakitoa. Ninampa kwanza hii asome, alafu ndipo ninampatia ule mtihani wake. Anafanya. Bwana asifiwe. Nikamwambia ukifanya hivyo ni sawa, lakini hata kama utampatia hapo na kikaratasi chake, lakini asome alafu ajibu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nadhani niseme tu hapa moja kwa moja, japo nitalirudia kwenye somo langu. Wachungaji mnisikilize kwa makini sana, wachungaji na wazee wa kanisa. Habari ya
masomo ya sauti ya unabii, imekuwa ni bahati mbaya sana sana sisi washiriki tunaposikia habari ya masomo ya sauti ya unabii, yani katika akili zetu moja kwa moja tunaenda kabisa ya kwamba wanaohusika na hayo masomo ni wale walio nje ya kanisa. Si mnanielewa? Na hata saa hizi ni kama tunajielekeza kwa wale walio nje. Lakini hoja hapa ni hivi, ni kweli walio nje ni walengwa hasa, lakini pia walio ndani masomo haya yanawahusu sana. Humu ndani tuna washiriki wachanga, tuna washiriki wa zamani pia wapo. Lakini nataka nikwambie, hii Biblia hii siku zote inakuwa mpya pale inaposomwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba haya masomo haya ambayo nimetangulia kukuambia ni hazina kubwa sana ya kanisa ulimwenguni, na yote haya masomo yamejengwa katika muktadha wa ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Maana menyewe kwa kweli yamejikita katika ufunuo wa Danieli na ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Tuko pamoja? Sasa sikiliza. Sisi washiriki ndio tunaitwa kuwa walimu wa wanafunzi. Tuko pamoja? Mnisikilize kwa makini sana. Sisi ndio tunaitwa kuwa walimu wa nani? Wa wanafunzi. Niwaulize swali, mnisaidie watu wa Mpanda. Hivi ninyi wengine mpaka ni wazee mnazeeka, mmewahi kuona mwalimu hajasoma alafu anafundisha mwanafunzi? Mmewahi kuona mwalimu hajasoma alafu anafundisha mwanafunzi? Mmewahi kumuona sehemu? Sasa hii ni maajabu hapa. Sisi tunakimbilia kwenda kutafuta wanafunzi tuwasomeshe, alafu sisi wenyewe washiriki ambao ndio walimu hatujasoma. Sasa ni kama unataka kutuambiaje hapo sasa? Nataka niwaambie hivi, wito wetu kabisa na ninaouwekea mkazo sasa ni kwamba washiriki wote waingizwe katika kusoma masomo ya sauti ya unabii. Wakisoma na kuelewa, tayari tumepata mtaji wa walimu wa masomo ya sauti ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, sisi kama tunaelewana. Hebu nione wale ambao wamewahi kusoma masomo ya sauti ya unabii. Nione. Mmesoma na kupata cheti. Hebu nione wale waliosoma na kupata cheti. Wamesoma na kupata cheti wakagraduate. Naona mikono imepungua. Ngoja niwaambie kitu hiki. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuyasoma haya masomo. Huwezi ukaenda kumfundisha mwanafunzi wewe hujasoma, hujui kilichomo. Na wachungaji wale ambao hatujasoma, tusome tu. Mimi mwenyewe kama mchungaji, nikiwa nachunga mtaa fulani, niliamua niyasome. Nimesoma pia mimi zamani zile wakati wa sanduku la posta 172 Morogoro. Nilisoma, unatumiwa hiyo habari mzee, unatumiwa bahasha imeandikwa kabisa kwa typewriter jina lako, yani unasikia furaha miaka ile. Alafu ukifungua unaona kabisa umesahishiwa kwa kalamu nyekundu, unapata kama 4 ya 5, 5 ya 5. Yani unasikia amani kabisa. Zamani zile nilisoma ile, lakini hapa karibuni hapa nikasema ili kuwa na ufahamu wa sasa tena kulingana na kilichomo humo, huenda kuna mambo mapya yameongezewa, maboresho na hivi, nisome tena. Nikasoma na nikapewa cheti nikiwa na wanafunzi wengine, tena ndani ya mtaa wangu nikiwa nachunga basi. Sasa wachungaji, ukisoma masomo haya hayakuondolei wala uchungaji wako. Hata kama ni mkurugenzi, wala hayakuondolei mkurugenzi,
utabaki tu ukurugenzi wako pale pale. Hata mzee mwazini wangu wala ya kuondolewa uwazini, yaani utasoma na uwazini huko pale pale, na badala yake ni baraka kwako. Ngoja niwaambie kisa hiki ambacho nimekutana nacho Njombe. Cha juzi tu nikiwa hapa kwenye hizi hapa. Nikiwa Njombe pale, kuna timu kubwa ya wainjilisti wa lay wamemwagwa pale kama sehemu ya maandalizi ya Njombe Net Event. Wanaingia nyumba kwa nyumba. Nikiwa Morogoro kama mwezi wa kwanza walinipigia, tunahitaji masomo mengi sana, tutayapata. Nikamwambia yani nyie agizeni tani yoyote mtakayohitaji. Yeah. Sasa wakaomba, tunaomba 500 kwa awamu ya kwanza. Nikatuma 500. Nilipotuma sasa wanaenda house to house. Mlei mmoja akasimama kutoa ushuhuda hapo nikiwa Njombe juzi. Nilifundisha na hiki nitakisema hapa. Kwa nini ninasisitiza watu wote washiriki? Na ndivyo ilivyo, tusome. Huwezi kuwa mwalimu wa mwanafunzi wewe mwalimu hujasoma. Iko hivi. Yule bwana akaenda na somo zima lile lenye masomo seti nzima, mwinjilisti mlei. Hajasoma, hajui kilichomo, lakini amechukua hii anaenda kumfundisha mwanafunzi. Alipofika akampatia ile seti nzima ya masomo 20. Yule jamaa naye akawa na kaujeuri fulani hivi, akamwambia sasa sawa, ni neno la Mungu kuna maswali natakiwa nijibu Akasema basi sio shida. Naomba sasa mimi niko hapa, nipe kalamu yako hiyo. Akanipa. Naomba na wewe ambaye sasa ni mwalimu wangu kaa hapa. Kaa hapa. Na mimi ninajibu haya maswali yote sasa hivi, na wewe unisahihishie hapa unipe na majibu yangu nione niliyopata na niliyokosa. Yule mwinjilisti akasema sasa hebu wewe unafanya, mimi nitarudi nitapeleka alafu nitakuletea majibu yako. Akasema tumalizane hapa. Kama uwezi tukamalizana hapa, basi wewe fanya nini? Naenda tu na nani zako hizi. Sasa akaona ngoja nikae. Si ndio akakaa sasa eti asaishe pale kosa la likawepo hapo sasa. Wakaangukia kwenye swali moja mule. Na swali mle kama kimtego hivi. Akakwama sasa mwalimu wetu. Akakwama. Na ikawa fedheha kubwa sana. Na kazi akawa ameiangusha kabisa pale. Sasa kumbe na wewe mwalimu tena haujui. Sasa umeniletea unasema unanifundisha na wewe tena hili haujui. Na hili hapa ngoja nikienda nitalifanyia nilisome kwanza vizuri. Nasema sasa wewe uende na hivi vitu. Kumbe hata wewe mwenyewe hujui. Sasa huyo ndio nimekutana naye pale Njombe, na bahati nzuri yeye akadhani anaongea kitu cha maana, watu walitaka kutoka machozi pale. Yes. Sasa ndio ninawaambia upendo. Kabla hujaenda kwa mwanafunzi, uwe pia umeyasoma haya masomo. Kwa ni vizuri ukatenga budget. Kama wewe unalenga kusomesha mtu mmoja, uwe na somo lako na wewe ambalo litakufanya kwanza ugraduate. Haleluya. Na kama matokeo ya wewe kuhitimu na kupewa cheti, una sifa sasa za kwenda kwa mwanafunzi mwingine, na wewe akakui kutoka kwako huyo akafanyike mwanafunzi. Haleluya. Jamani, haleluya. Na ndipo sasa wachungaji unisikilize kwa makini. Iko hivi. Unaona hawa walimu ambao tutawatuma kwenda kushughulika na wanafunzi. Kama hawa walimu, kila mwalimu atakuwa anaenda anatoa majibu kwa wanafunzi wake, anamsahihishia kulingana na knowledge yake, ufahamu wa wale wanafunzi watakao kuja kanisani katika neno la Mungu utakuwa tofauti. Na kama kuna kitu cha pekee siku zote, ni mwalimu wa kwanza kwa mwanafunzi. Yaani mwanafunzi anayo imani kubwa sana kwa mwalimu wake wa kwanza. Sio kama naeleweka. Ngoja niwatolee mfano. Mnafahamu wale watoto wetu wa adventure wale. Wanapofukua wanafundishwa na walimu wale. Na ndio maana tunatia moyo sana walimu wa watoto wawe wa kiroho, wachaguliwe wenye uwezo, waadilifu, wanaofahamu hata kweli za neno la Mungu vizuri.
Mimi nina mtoto pale nyumbani huko nyuma akiwa upande wa adventure. Basi siku moja ananionyesha madaftari yake, nikaangalia, nikamwambia, hebu niambie vizuri, hiki ni nini? Akanielezea, nikamwambia hapana, haiko hivyo. Hii huwa iko hivi na hivi na hivi. Mtoto akanibishia sana. Nikajaribu kufundisha, nikaleta mpaka Biblia, nikafungua, nikamwambia mimi ndio mchungaji na kuelewesha, acha haya. Hii imekosewa. Mtoto anasema mwalimu hajatufundisha hivi. Wewe ndio unayenichanganyia habari. Nikasema Sasa na kweli tumesumbuana na yule mtoto juu ya hiyo hoja ya kimaandiko. Wamefundishwa ndivyo sivyo. Lakini mtoto ameshikilia hicho na anasema simtoi kwenye kile mwalimu alichomfundisha. Sasa nilipogundua kweli mtoto ameshika sana hicho na anaona mimi ndio ninayejichanganya sijui, ilibidi nizunguke, nikaenda kumtafuta yule mwalimu. Nikamwambia mwalimu, samahani, yuko njoo. Nikakaa naye ofisini kwake. Nikamwambia mwalimu, kama watoto wanafundisha hii habari hivi na hivi na hivi. Akasema, tunafundisha na kwa kweli tunaikazia kabisa na hivi. Nikamwambia, niambie vile ambavyo umeifundisha. Akanielezea vile vile mtoto ambavyo ameshika. Nikamwambia, sasa hapo kuna makosa ya kiufundi. Naomba sasa nikueleze kama theologian jinsi mambo haya yalivyo. Nikaifafanua, nikamfafanulia, nikamwelezea. Akafika mahali akasema, pastor, kweli nimegundua nimechemsha kweli hapo. Nikamwambia, sasa kama umeelewa, naomba sasa urudi tena kwa watoto ukawafundishe upya hiki kitu. Umeona? Akaenda akaifundisha. Alipoifundisha kama baada ya wiki 2-3 hivi, yule dogo pale nyumbani si akaja ananiambia, pastor, na mtu baba, kumbe kile kitu tulivyokuwa tunaongea siku ile, leo sasa mwalimu amenifundisha vile vile. Kumbe kiko sawa sawa kile unaona sana. Na mimi nikasema na. Umeona hicho kitu? Sasa kuna walimu ambao wataenda, watatoa majibu kwa wanafunzi hawa wapya, wataweka trust hiyo kwa huyo mwalimu. Na kwa kweli nataka nikwambie kazi ni kubwa sana inayotusumbua makanisani leo kusahihisha vitu ambavyo vilikosewa mwanzo. Nini maana yake sasa? Ndio maana tunapendekeza katika kila kanisa, mfano hapa wapi hapa Mpanda, kanisa la Mpanda. Sijajua idadi ya washiriki, mfano tuseme labda mko 300 ngapi. Basi pawepo na kamati za sauti ya unabii hata ngapi? 3. Hapa. Za wale waliosoma masomo ya sauti ya unabii na kuhitimu. Sawa? Hao walioonekana wana heba ya uinjilisti, lakini bado pia ni waadilifu. Na hao sasa sisi VOP ndio ambao tuna majibu ya maswali haya yote. Sasa yale majibu sisi tunayaleta, mfano kupitia wakurugenzi wetu hawa wanayaweka kwa wachungaji, tunaweka kwa wachungaji ili mchungaji uwapatie hizo kamati. Hebu piga picha kama kila mwalimu hapa washiriki wako 300 tukiwapa yale majibu ya maswali haya. Na wakawa sio waadilifu, wakaenda kuanza kuwa wanawapa wanafunzi maswali na majibu. Si kazi ya VOP yote inakuwa zero sasa. Ndio maana tunapendekeza sasa, wapendwa, hawe na kamati za sauti ya unabii kwa kila kanisa. Na kamati hizi zitakuwa na majukumu gani? Majukumu yake ni pamoja sasa na kusahihisha. Haleluya. Wewe mwalimu ambaye umempata mwanafunzi, wewe tu utachukua somo kutokea kwenye kamati. Haleluya. Na labda sijasema vizuri hapo, nirudi kidogo nyuma ili twende pamoja. Pamoja na kwamba masomo tumeyaleta karibu na wewe pale ABC, lakini mimi binafsi na kwa jinsi ya utendaji wa kazi bado nina kushawishi na nina kukatalia mtu mmoja kwenda kuchukua yale masomo pale sauti ya unabii pale kwenye ABC. Badala yake ninatamani wachungaji wa mitaa na wazee wa kanisa mliweke kanisa pamoja, ya kwamba mshiriki mmoja ambaye sasa ni wajibu wake kusomesha walau mwanafunzi mmoja na kuendelea, hawa walete fedha zao hapo kanisani. Haleluya. Alafu kanisa lenyewe sasa ndio likayachukue masomo pale kwenye ABC yetu.
Hivyo tena pastor, maana ni hivi, sisi tunahitaji kupokea taarifa kila mwezi kupitia kwa mkurugenzi. Tutajuaje hizi takwimu sasa ya kwamba kanisa la Mpanda lina walimu kadhaa, kuna wanafunzi 30 wanasomeshwa, sawa Tutajuaje ikiwa anaenda tu dukani pale amechukua somo ana mwanafunzi wake? Samuel naye ameenda kule, ameamka leo ameamua ameenda na mwanafunzi wake. John naye amepita kule amechukua somo na mwanafunzi wake. Tukitaka taarifa, mfano kwa jimbo hili la LTF wanafunzi wangapi wanasomeshwa katika majumuisho haya, hatutapata kitu sahihi. Kwa hiyo tunawatia moyo kamati, wachungaji, kamati za Sauti ya Unabii kulingana na ukubwa wa kanisa. Kanisa dogo weka kamati moja tu inatosha. Kanisa kubwa weka kamati hata 2-3 kwa kadri ya ukubwa wa kanisa lako. Kamati hiyo ndio isome, ndio iratibu nani anamsomesha nani. Bwana asifiwe. Sasa yuko somo la ngapi? Huyu mwanafunzi wake amekata shauri kubatizwa. Mfano, kuna watu watafikia maazimio ya ubatizo na mbele hapa hakuna hata effort iliyo mbele. Hakuna cha Njombe Net Event kama saa hizi tunakoelekea, lakini masomo haya ni tosherefu. Ikiwa mtu amefikia mahali amehitimu na ameweka azimio, na katika takwimu zile akiangalia kwenye kamati pale, mchungaji anapozitembelea zile kamati akiangalia, anaona kabisa ya kwamba kuna watu 9, kuna watu labda 20 wameazimia kubatizwa. Anaandaa mpango wa ubatizo kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kwa hiyo tafadhali wazee wa makanisa, mkawekeni hamasa katika kanisa lako vizuri, na michango sasa ya wale washiriki iletwe kwa pamoja kanisani, ili masomo yakachukuliwa hapo kwenye ABC kwa pamoja na yatokee sasa kanisani kwako hapo wewe kwenda kwa mwanafunzi. Na ukubali tu kwamba utakuwa ukichukua lile somo moja kumpelekea. Hata kama utapewa ile seti, maana yake wewe utaitunza hapo nyumbani kwako, utakuwa ukichukua moja kwenda pale. Lakini hata kama watakwambia sasa wewe unachukua seti moja na ni somo moja, ukileta wakikusaishia, wakikupa unarudisha pale, kazi yako wewe mwalimu itabaki kuwa hii. Wewe ndio unayewajibika kumtembelea huyo mwanafunzi wako na kuomba naye na kumtia moyo. Ile mbinu ya Yesu sasa. Amepatwa na misiba, unamtia moyo, unamwombea. Ana changamoto labda hata za kijamii, na wewe ziko ndani ya uwezo wako, bado pia unajaribu kuwa sehemu yake ya faraja. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndiye ambaye hata unamkaribisha kwenye tukio ya kikanisa, hivyo unaendelea naye, na kwa kweli katika kumtembelea na kumtia moyo, huku ukimpelekea masomo, ukimpelekea majibu yake, ukirudisha majibu yake huku yakisaishwa, unampelekea masomo mapya kadiri yanavyokwenda, na mwisho wa siku unamwandaa kwa ajili ya mahafali ambayo tunayapendekeza. Walau basi kila mwisho wa robo pawe na mahafali. Kila mwisho wa robo pawe na nini? Na mahafali. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono kama mmenielewa washiriki. Ili msije mkawasumbua wachungaji wakija kusema, "Bwana tunaambiwa yako hapa tu tunachukua wenyewe." Ni kweli, lakini tunatamani tuwe na takwimu sahihi ikiwa tutafanya kwa pamoja kama kanisa. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya.